Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes bwana, moja kati ya mchezo mkubwa wa kirafiki wa kimataifa kwa ngazi za vilabu ambao tumetoka kutazama siku ya leo kutokea katika uwanja wa Uhuru uliopo jijini Dar es Salaam ni mtanange ambao umeikutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Kenya Police, ambapo mchezo huo kwa upande mwingine ilikuwa ni sehemu ya kuhitimisha tamasha la siku ya Simba Day. Fahamu mchezo huu ulikuwa ni wa kuvutia sana, hususan katika kipindi cha kwanza ambacho klabu ya soka ya Simba waliweza kuanza nacho. Ukiangalia ni wachezaji wale ambao kwa upande mwingine wamezoeleka kuanza katika kikosi cha kwanza. Simba walitengeneza nafasi, lakini kutokana na umahiri wa mlinda mlango wa kikosi cha timu ya soka ya Kenya Police, basi Simba wakashindwa kupata bao mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipinga chake, basi mnyama Simba pamoja na Kenya Police walikuwa sare ya safara kwa safara. Katika kipindi cha pili, mwalimu Steve Barker akaweza kufanya mabadiliko kutoka kile kikosi cha kwanza chote kilichoanza, akaweza kuingiza kikosi kingine, kikosi cha pili, ambapo kikosi hiki moja kwa moja nacho pia kilikuwa kikicheza ule mfumo ambao kocha aliweza kueleza. Simba wakatengeneza vile nafasi kutokana na faulu ambazo walizipata, lakini tunaona kutokana na umahiri wa mlinda mlango wa kikosi cha timu ya soka ya Kenya Police, basi Simba wakashindwa kupata bao mpaka dakika ya 90 zikiwa zimeongezwa dakika 4. Tunashuhudia mnyama Simba aliweza kutengeneza nafasi moja, lakini nafasi hiyo kwa upande mwingine ikaweza kupeleka lawama kwa upande wao, kwa sababu wakaweza kufanyiwa counter attack ambayo moja kwa moja tunashuhudia Elvis Rupia, mchezaji wa zamani wa IHF ambaye vile vile alipita katika klabu ya soka ya Singida Black Stars akiwa ni raia wa Kenya, ambaye kwa sasa amerejea katika klabu ya soka ya Kenya Police. Basi Elvis Rupia akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Kenya Police bao la kuongoza, na mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake, basi matokeo ndo kama hivyo. Mnyama Simba ameshindwa kutamba katika kile kilele cha siku ya Simba Day. Na mara baada ya mchezo huu kumalizika, tunaona kituo kinachofuatia ni mchezo wa fainali ya ngao ya jamii, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa tarehe 12 ya mwezi wa 8 majira ya 2:30 usiku katika uwanja wa pale visiwani Zanzibar, ambapo Simba watakwenda kukutana na klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Hebu natuambie mara baada ya kukiona kikosi cha Wekundu wa Msimbazi jinsi ambavyo kimeweza kucheza katika mchezo huu wa kilele cha siku ya Simba Day, ni umevutiwa na kiwango ambacho Simba wameweza kukionyesha? Kwa sababu matokeo aliyopata si matokeo mazuri, ambapo kila mwana Simba hajafurahishwa nayo. Kwa hiyo nenda kwenye comment alafu tuambie nini kifanyike ili klabu ya soka ya Simba iweze kurudi katika makali yake. Sasa mara baada ya mchezo wa klabu ya soka ya Simba Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Kenya Police kumalizika na klabu ya soka ya Simba kuweza kupoteza kwa bao 1-0, kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba Sports Club ndugu Ahmed Ali ameweza kutoa neno kutokana na kupoteza katika mchezo huu, lakini tamasha lao liliweza kufana. Cha kwanza anasemaje Ahmed Ali? Anasema hivi: poleni na Msimbazi, ndio mwanzo tunajenga timu yetu kuelekea msimu mpya wa mwaka 2026-2027. Mambo mazuri yanakuja, wana Msimbazi msiwaze, tuna imani katika kocha wetu Steve Barker. Pia nawapongeza mashabiki wote mliojitokeza kwenye tamasha hili ambalo limeweza kuweka historia kwa ubunifu mkubwa ambao tumeweza kufanya katika tamasha hili. Hakika Simba nguvu moja. Huyo ni Ahmed Ali akijaribu kutoa pole kwa wanamsimbazi mara baada ya kupoteza katika mchezo huu, lakini ameweza kusema kwamba mambo mazuri yanakuja kwa sababu bado wapo katika ujenzi wa timu yao, kwa sababu kiangalia muunganiko wa wachezaji bado haujawa ile ambavyo wao wanataka, kwa sababu ukiangalia kwa upande mwingine bado Simba kuna wachezaji wanaendelea kusajiliwa ambao bado hawajaingia kwenye mfumo. Kwa hiyo wanaamini kocha Steve Barker atakwenda kuitengeneza Simba kuwa bora, lakini vile vile ameweza kuwapa kongole mashabiki wote ambao walijitokeza kwenda kwenye hili tamasha.